sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya Taifa, ambaye kupitia mageuzi ya chama ametoa maelekezo kila ngazi iendelee kufanya maboresho pamoja na kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na ofisi au mahali palipo bora kwa ajili ya kufanya kazi. Ndio imetuleshia sisi wengine maeneo yetu sasa kuanza kuongeza kasi, ili na sisi tuhakikishe kwamba tunaboresha mazingira ya kufanyia kazi. Lakini nampongeza mwenyekiti wa CCM wa wilaya Mheshimiwa Kavenuke na wewe mwenyewe katibu kwa kuamua kuchukua maono hayo sasa ya kutoka taifa, mkoa na wanachama kuyawekea mpango maalum. Kupitia halmashauri kuu ya mwaka huu ya wilaya, mlisema sasa ni kila ngazi ianze ujenzi. Kwa mimi kazi yangu hapa ni kutekeleza maelekezo ya wakubwa tu, wala siji na jambo jipya. Na umesikiliza hotuba hapa mheshimiwa, risala ya kata. Kumbe mpango wa kata hii, halmashauri kuu ya kata chini ya uongozi makini wa mwenyekiti wetu na katibu wa kata na mwenezi na diwani, nao wameweka mpango wa kujenga ofisi ya kata. Kwa hiyo unaweza kuona mipango ya taifa, mipango ya mkoa, mipango ya wilaya imeoana na ya kata. Ndugu zangu wana CCM wenzangu, ofisi hizi kwenye jimbo letu zitakuwa 15. Ziko zitakazojengwa ofisi mpya na ziko ambazo zitakwenda kuboreshwa, kukarabatiwa, na ziko ambazo zitakwenda kumaliziwa. Lakini lengo letu, wilaya wanaongelea wilaya nzima, mimi naongelea jimbo langu, sio jamani? Kwa hiyo zile ambazo tunakwenda kujenga mpya, tunakwenda kuziboresha, tunakwenda kuzirekebisha. Mwisho wa siku tuwe na ofisi zilizo bora kwenye kata zote. Na tukimaliza kwenye ngazi ya kata, tuwe na ofisi zenye ubora kwenye matawi yote. Haijalishi itachukua muda mrefu kiasi gani, kwa sababu hatuna rasilimali, kwa sababu tunaweza tukachelewa kwenye kupata rasilimali, lakini dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba siku moja tushuhudie katika jimbo letu, wilaya yetu na mkoa wetu tuna ofisi nzuri kila mahali, kwa sababu pia ni sehemu mojawapo ya kutimiza maono ya Dr. Samia. Kwa sababu pengine angetamani kuona katika utawala wake chama kimepiga hatua kubwa. Ninyi ni mashahidi. Dr. Samia amepeleka bodaboda kwenye kata zote nchi hii. Amepeleka baisikeli kwa mabalozi wote nchi hii. Anapeleka mpaka posho kwa viongozi wa chini. Maana yake ni nini? Anawiwa na anatamani kuona siku moja chama hiki kinaweza kufanya majukumu yake vizuri. Sasa mwisho, katibu, kama ambavyo nilikuwa nimekuomba pia kwamba pengine labda nichangie kidogo, uliniambia kwamba mpaka kwenye renta ni kiasi fulani cha pesa, sio? Mimi naomba nichangie kidogo leo, nikipata kwa marafiki zangu tunakinchangia, tutaongeza na kingine. Kwa hiyo naomba leo nikabidhi hii hapa, nikukabidhi wewe mwenyewe. Maana huyu ndio msimamizi jamani, milioni 3 hii nimkabidhi ili iweze kuendelea kufanya kazi yetu hii. Asanteni sana. Idete oye! Idete oye! Nashukuru sana kwa ushirikiano mliofanya nyinyi. Kama sisi wanachama tumekifanya, chama kimefanya kazi vizuri. Hivyo basi nashukuru. Mheshimiwa mbunge wetu David Kihenzile, Mungu ambariki kwa kazi anayoifanya ya kukijenga Chama cha Mapinduzi kupitia kuchangia michango ya kujenga ofisi. Utatusaidia kwa sababu hizi ofisi tunapokuwa na vikao kama UWT tutakuwa tunafanyia hapa, mara tulikuwa tunahangaika kufanyia, mara tunaomba kwenye ofisi ya serikali. Kwa hiyo kwa sasa tutakuwa tunakuja kufanyia hapa mambo yetu, vikao vyetu, shughuli za kiwanawake tutakuwa tunafanyia kwenye hiyo ofisi. Imani pamoja na mikakati ya wilaya na kuweka kwenye mpango kazi wa ujenzi wa ofisi tuweka kwenye kikao chetu cha halmashauri kuu ya wilaya kilichoketi tarehe 30 mwezi wa kwanza, wewe kama mbunge haikuwa lazima kabisa kuweza kutuunga mkono kwenye ujenzi wa hizi ofisi. Ni mapenzi yako mema kwa chama chetu, ukaamua na wewe uwe sehemu ya kutimiza ule mpango kazi wetu wa kuweza kuwa na ofisi za Chama cha Mapinduzi. Tunakushukuru sana. Jengo hili litajengwa kwa kushirikiana na wanachama wenyewe walio na mapenzi mema ya Chama cha Mapinduzi, kuhakikisha kwamba heshima ya chama chetu inaendelea. Na wewe kama sehemu ya wanachama katika eneo hili, katika jimbo hili, umekuwa mstari wa mbele kuhimiza zoezi hili liweze kwenda kwa wakati. Kama taarifa yetu inavyojieleza, sisi kama kata tulishajipanga zoezi hili kulianza kiangazi baada ya mavuno. Lakini umekuja ukatuhamasisha, ukatusisitiza tuweze kuanza zoezi hili. Na haya yote yaliyofanyika mpaka sasa, tafsiri ya mchango wa wilaya
lakini ndugu zangu wananchi, zilipitia tu kwa